hawakupata walau siku 14 ndio za kuweza mtu kuweza kupumzika na kuweza kuflashback msimu uliopita. Kwa hiyo wameingia wakiwa na fatiki kubwa na wanakutana na pressure ya mwanzo wa msimu. Lakini tunafahamu kama pia ni timu ambayo kwa sehemu kubwa ina wachezaji wengi wapya. Kwa hiyo watu wanataka kutia pressure kwa mwalimu wakiwa wanataka kutengeneza msawazo wa maslahi ili kuweza kutengeneza msawazo baina na timu nyingine. Uhitaji wa kimchezo. Leo waliingia wakiwa wanaacha kupoteza kwa sababu tayari wenyewe walikuwa kunyuma kwa magoli matatu. Kwa hiyo lazima wangekuja na pressure kubwa wanakuja kufunguka ili kuweza kupata goli la mapema ili pengine kwenda kuharibu atmosphere na kufanya Yanga wabadilishe mbinu. Kwa hiyo ilikuwa lazima uko nyumbani uweze kuhakikisha kwamba kwanza unakwenda kutuliza pressure ili usiruhusu kujia katika mlima mkubwa. Huko Yanga alikuwa anataka pengine apate sare au apate matokeo. Kwa hiyo mimi ukiniambia ni muasisi mwalimu nitakwambia mpaka saa hizi kitakwimu amefanikiwa kwa sababu mpaka saa hizi maana yake anafanikiwa kuingia raundi ya kwanza akiwa amepata magoli 5 bila kuruhusu bao. Bwana, mambo vipi bwana michezo wenzetu? Karibu tena dimbani. Mimi naitwa Cisco. Joe sikilizi hapa niko naye Dominic Salamo. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu bwana. Hatimaye Mwalimu Folz yeye anasemwa kwenye kila mechi, alafu pia kwenye kila mechi anapata matokeo. Wananchi rasmi wamekata tiketi ya kutinga hatua inayofuata. Hii ni Yanga ya moto kweli kweli. Yanga ya Romain Folz wewe iseme, lakini nakupa matokeo. Dominic Salamo, uko vizuri bro? Mimi niko vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Upo na hulalamiki? Niko vizuri kabisa ndugu yangu. Bwana, wananchi wametakata kwa ushindi mabao mawili. Lakini kumekuwa na malalamiko mengi kweli kweli wakati mechi zikiwa zinaendelea juu ya mwalimu. Tunazungumza kiufundi zaidi. Kabla ya kutazama dakika 90, tuanze kumzungumza mwalimu Romain Folz. Kwako anakuvutia namna gani pindi anapotia mbinu zake kwenye mechi husika? Unaposema ananivutia kwa namna gani kidogo unakuwa unanishangaza. Kwa sababu ili nilishazungumza muda mrefu kidogo. Mpira ni mchezo wa namba. Ndio. Mpira ni mchezo wa mbinu. Maana kwamba unaingia pale ukiwa una approach zako na timu pinzani wanakuwa na approach zao kwenye mchezo husika. Kwa hiyo kitu cha kwanza mwalimu anaingia kwenda kusecure kwamba timu yake isiweze kuruhusu kufungwa. Akifanikiwa jambo la pili anakwenda kuanza kutaka kudominate mchezo. Ili mwisho wa siku atengeze nafasi na aweze kupata matokeo. Na mwisho wa mchezo matokeo yawe yako upande wake kwa tofauti ya goli moja. Kwa hiyo uanze kushinda goli 1-0, goli 2. Lakini pia jambo la pili, hii ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Michuano ambayo katika hatua za awali panakopa na mechi mbili, moja nyumbani, moja ugenini. Kwa hiyo atakayefanikiwa kupata ushindi wa jumla katika mechi mbili ndiye ambaye anaweza kufuzu katika hatua inayofuata. Kwa hiyo lazima uweze kucheza kwa hesabu. Kwa kinachotakiwa sio kufunga magoli 100, magoli 200. Inatakiwa tu uwe na goli moja la ziada ili kupe sababu ya kuweza kufuzu kwenye hatua inayofuata au kuzoea hatua inayofuata. Yanga mechi ya kwanza walishinda magoli 3-0. Leo yuko nyumbani, kulikuwa hakuna sababu kubwa sana ya kuwa na pressure kubwa, na ukizingatia kwamba msimu huu ndio kuzungumza madhara mengi tunayoona kiuchezaji yametokana na kuchelewa kwa pre-season. Timu wazuka kambi, lakini pia kuna fatiki kubwa sana kwa wachezaji wengi wa Yanga ambao walikuwa hapo kwenye national team. Tunafahamu tu kama wakina Baka, wakina Jobu na wengine ambao walikuwa kwenye national team hawakupata muda wa kupumzika wao wenyewe. Unaweza kuhesabu tu baada ya ligi kuisha, mechi ya mwisho dhidi ya Singida waliingia kwenye kambi ya national team. Baada ya hapo wametoka, wameingia kwenye national team kwenye ikaenda FIFA. Wanatoka wanaingia Mwananchi, wanatoka mechi ya kwanza Angola. Kwa mpaka saa hizi hawakupata walau siku 14 za kuweza mtu kuweza kupumzika na kuweza kuflashback msimu uliopita. Kwa hiyo wameingia wakiwa na fatiki kubwa na wanakutana na pressure ya mwanzo wa msimu. Unaona lakini tunafahamu kama pia ni timu ambayo kwa sehemu kubwa ina wachezaji wengi wapya. Kwa hiyo watu wanataka kutia pressure kwa mwalimu wakiwa wanataka kutengeneza msawazo wa maslahi ili kuweza kutengeneza msawazo baina na timu nyingine. Unaona kinachotokea hapa. Lakini pia ukiangalia kwa maana ya uhitaji wa kimchezo, leo waliingia wakiwa wanaacha kupoteza kwa sababu tayari wenyewe walikuwa kunyuma kwa magoli 3. Kwa hiyo lazima wangekuja na pressure kubwa wanakuja kufunguka ili kuweza kupata goli la mapema ili pengine kwenda kuharibu atmosphere na kufanya Yanga wabadilishe mbinu. Kwa hiyo ilikuwa lazima uko nyumbani uweze kuhakikisha kwamba kwanza unakwenda kutuliza pressure ili usiruhusu kujia katika mlima mkubwa. Huko Yanga alikuwa anataka pengine apate sare au apate matokeo. Kwa hiyo ukiniambia ni muasisi mwalimu nitakwambia mpaka saa hizi kitakwimu amefanikiwa kwa sababu mpaka saa hizi maana yake anafanikiwa kuingia raundi ya kwanza akiwa amepata magoli 5 bila kuruhusu bao mechi
nyumbani na ugenini, lakini pia mpaka tunapozungumza muda huu hajafungwa hata mechi moja ambayo amecheza, na timu imeweza kutengeneza balance. Hakuna timu ambayo haishambuliwi duniani. Kubwa tukisha kwamba unapokuwa unashambuliwa unakuwa na mpango gani, na ukiwa unashambulia unakuwa na plani gani. Kwa binafsi mimi ukiniambia Mwalimu na muonaje, bado Mwalimu yuko vizuri, na in spite of ukiangalia vikosi ambavyo amekuwa akitumia ni tofauti. Mechi zote anazocheza first half anakuwa na kosi kingine, second half anaweza akabadilisha wachezaji au akabadilisha mbinu. Leo tumeshuhudia mtu kama Kibwana Shomari akiweza kuanza katika mechi ya leo, unaona, katika mtu ambaye alikuwa hatumiki kwa siku za karibuni, leo amepewa nafasi ya kuweza kuanza pia. Lakini pia ni kikosi ambacho leo kimekuwa kina wachezaji wengi ambao walikuwa wapo katika msimu uliopita, kikiwa kina muunganiko. Lakini pia mtu kama Ndambwile ambaye hakuwa kiungo kutegemea kwa msimu uliopita, anaingia anajaribu kutengeneza partnership baina yake yeye na Duke Abuya na Mdathiri Yahya na Maxi, ile partnership ambayo katika msimu uliopita haikuwepo. Mashambulizi mengi yanaanza kuzuiliwa kutoka kwa yeye, na amekwenda initiate kupiga mipira mingi mirefu. Kwa hiyo haiwezekani likawa jambo la siku 3 tu ukaja ukapata hiyo chemistry na ukaanza kuona rhythm. Kwa hiyo binafsi nafikiri pressure kubwa inatoka upande wa pili. Misimu yote tunayoiangalia hii, Yanga imekuwa ikipewa sana pressure, na wana Yanga sio wanakuwa jisahau. Hata msimu uliopita Yanga alipewa sana pressure mpaka ikafika hatua hawana fitness level, imeenda wakapoteza, wakaanza kusema kocha. Pressure ilikuwa kubwa sana, kwa siku wanakuja wanachukua ubingwa. Kwa hiyo kwenye kila msimu pressure zote lazima ziende Yanga, kwa sababu Yanga ndio ameseti standard ya mpira mpaka sasa hizi. Kwa watu wanatamani kuona Yanga ikienda beyond na kile ambacho wanacho. Lakini so far so good, mpira mzuri, wameweza kupata matokeo na wanaingia kwenye hatua inayofuata, wakibakisha mechi 2 ili pengine waingie tu ya makundi. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salamba anaendelea kutujuza ubora wa klabu ya Yanga, lakini leo ametukumbusha namna ambavyo mwalimu wa klabu ya Yanga Romain Folz anaendelea pia kulifundisha soka ambalo linakupa matokeo zaidi. Lakini anatukumbusha kwamba maneno mengi yanayozungumzwa juu ya kocha ni kwa wale ambao huenda wanahitaji kuona anguko la klabu hiyo ya Young Africans, lakini kiufundi na uhalisia mwalimu bado yuko vizuri. Mwalimu anapimwa kwa namba, timu pia inapimwa kwa mafanikio ya dakika 90. Nini hasa ambacho wamezalisha? Hiko ndicho kikubwa ambacho Dominic Salamba anatukumbusha. Turejee sasa Salamba kwenye mchezo husika. Kwako binafsi ulikuwa ni mchezo wa aina gani, na ukitazama Yanga hii kadri ya siku zinavyozidi kukatika kama siku ongezeka, nini hasa ambacho kinaongezeka kama timu? Nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo iko much more tactical, kwa maana kwamba mwalimu aliingia akijua kwamba hana cha kupoteza, yuko nyuma kwa magoli 3. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitamfanya aweze kubakia kwenye race ni kuhakikisha kwamba anapata goli la mapema. Ili kwanza liweze kumjengea confidence na aweze kupunguza mlima kwenda kufunga goli lingine na goli lingine. Kwa hiyo alikuwa ameingia akiwa na press kubwa sana na kuwafanya Yanga kutoka katikati kwenda sehemu ya ulinzi waweze kukosa utulivu. Muda mwingi ulikuwa unaona waliete wakienda watu 4 mpaka 5 kwenda kupush, na walikuwa kwa very aggressive wakisha kwamba wanapitia pembeni, kwa maana kwenye namba 7 wao na namba 11. Kwa hiyo kazi ya kwanza Yanga ilikuwa ni kupunguza pressure, lakini pia na kuanza kupanga mashambulizi baada ya kuwa umetoka kwenye pressure. Idadi yao mbele haikuwa na watu wengi, walikuwa wanamwacha Dube ili aweze kuwasumbua wale walinzi, lakini sehemu kubwa walikuwa na kaendelea katikati na eneo la ulinzi. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo Yanga aliingia kama kwanza kuja kuwapokea Wiliete. Hawakuingia kama first team. Yaani hawakuingia kuja kuopen mchezo, kaamini kwamba unaweza ukaopen mchezo alafu ukafanya makosa ukaadhibiwa mapema na pressure ikawa kubwa. Baada ya kipindi cha kwanza kuisha tayari kasi yote kai imepungua. Kipindi cha pili Yanga wanafanya baadhi ya mabadiliko ili kuja kuwatanua kupitia pembeni katika approach ambao wao walikuwa wanacheza kipindi cha kwanza. Yaani waliwaruhusu wacheze kipindi cha kwanza waende kupitia pembeni, wakiamini kwamba kwa uwezo wa Skudu na yule wingao mwingine ili mpaka kipindi cha pili watakuwa pengine kasi yao imepungua, na kwa walifanikiwa kipindi cha pili wameingia wanamuingiza Edmund John na Chikola. Unaweza kuona Yanga sasa wanaanza kushambulia kupitia pembeni, lakini pia baada ya kuingia mtu kama Andy Boyle alikwenda kuwafanya walinzi wale wawili wa Waliete waweze muda mwingi kuwa wanakaa nyuma na kuweza kupunguza namba ambayo itakwenda kuongeza idadi katikati na kwenye eneo la kushambulia. Unaona ile partnership ambayo imeanza kuunganika baina Pacome pamoja na Andy Boyle inakwenda inazaa bao. Ni kitu ambacho kinaanzia mazoezini, kiangalia movement zao, mikimbio, pasi zao ambao walikuwa wanapishana, wanakwenda kupata goli la kwanza, goli ambalo linakwenda kufanya Waliete sasa wapunguze kasi na kuweza kurudi nyuma. Badala ya kufikiria kuweza kupanda mlima, wanafikiria kupunguza idadi ya magoli ili pengine wasije wakosidi magoli mengi. Yanga wataona pasio wa dominate mchezo, wanarudi kwenye utaratibu wao, wanapiga pasi nyingi. Wanaweza kuona katika dakika za mwisho wanakuja kupata kona ambayo inakwenda kupigwa na Chikola, na tunaweza kushuhudia Ndambwile ambaye
ameanza msimu vizuri na inamjengea confidence kuweza kuaminiwa kuanzia kwa mechi ya Simba na mechi ya kwanza, mechi ya pili anakwenda anafunga goli la pili mtawalia, kwa sababu mechi iliyopita ya Waleta alifunga goli na alafu goli na kuwa na magoli mawili katika mechi mbili, kitu ambacho kwa umri wake kinakwenda kumuongezea confidence, lakini pia kinamfanya aweze kuona mdau anaweza kaaminiwa na kuweza kutawala dimba la kati. Na nafikiri kadri muda unazidi kwenda tutazidi kumuona sasa akianza kuwa na utulivu na kuweza kupunguza pressure ya timu katikati na kuweza timu kuunganisha baina ya walinzi na washambuliaji. Kibinafsi nafikiri ni mechi ambayo ilikuwa ni ya mbinu na Yanga wanasekia kupata matokeo katika mchezo ambao ilikuwa wanatakiwa waweze kushinda tu ili pengine kuingia katika tunaofuata. Ndio. Bwana Salama, tunasalia hapo kwenye mchezo. Young Africans sasa kwenye mechi za hivi karibuni wamekuwa wakipata matokeo mazuri kwenye kipindi cha pili. Na hata ukitazama Young Africans ya kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, unaweza ukaona wako kwenye kasi ile. Hii inachagizwa na nini hasa? Nafikiri moja ya silaha ambayo Yanga imekuwa ikiwapa manufaa makubwa katika misimu ya karibuni, Yanga wana wataalamu wazuri sana wa mazoezi ya viungo ya utimamu. Okay. Na ukiwaangalia kwa sehemu kubwa timu yao ndio timu ambayo iko fit kuliko timu yoyote katika nchi yetu kwa saizi. Na hiyo kimekuwa kinawasaidia, ndio ukiangalia hata kuna wakati unaweza ukaona hawachezi vizuri kama timu kwa maana bado muunganiko sawa, ile chemistry haijakaa sawa, lakini wanaweza kufika katika maeneo kwa wakati na kuweza kuongeza namba aidha katika kushambulia au katika kulinda. Lakini pia unaweza kuangalia kasi ambayo imeongezeka kwa baadhi ya nyota, ile movement ambayo alifanya Pacome pamoja na Andy Boyle, kama hauko fiti huwezi kwenda kukimalizia vile, lakini wamekuwa na uwezo kuwa na energy kimbia eneo kubwa angalau kina Abuya. Kwa hiyo ubora mkubwa ambao Yanga unawapa sifa ni fitness level alionayo, imekuwa ni hali ya juu ambayo inawafanya waweze kuhimili pressure wanaposhambuliwa, lakini pia kuwa na uwezo mzuri wa kucounter wanapokwenda kushambulia na kuweza kutumia nafasi. Kwa binafsi naona kwamba wanaimarika kwa sehemu kubwa sana katika ni, kwa maana kwamba kwenye utimamu kwa jambo lilobakia tu ni kuongeza confidence na kupunguza makosa ili kuingia kwenye muunganiko wa timu ambao hauji kama chai kwamba tunachukua sukari unaweka majani na maji moto unapata. Ni lazima uweze kupatikana na matokeo. Unahitaji mechi zaidi ya 5-6 hivi tuweze kuona wakiwa katika utulivu na kuweza kutumikia timu yao na kupata matokeo mazuri ambayo yatakwenda kuwafasha wengi ambao wakihitaji. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salama anatupa ubora wa klabu ya Yanga, namna ambavyo wanafanya kipindi cha pili na kwa nini wanafanya hivyo. Umepata kuelewa kiufundi zaidi kwa nini Yanga wanakuwa bora kwenye dakika zote 90. Lakini wakati nazungumza hapa pia inavutwa shati bwana na Helabet. Ni kampuni nzuri bora ambayo inaniambia nikukumbushe wewe kila wakati ili usipitwe na huu mtonyo ya kwamba unapohitaji kuwa mwanafamilia ni jambo moja, lakini ukijiunga kuwa mwanafamilia wa Helabet ni jambo la pili ambalo litakupa faida. Na faida ni nini? Faida ni kwamba unapojiunga kuwa mwanafamilia wa Helabet utapata bonus mpaka shilingi 300,000 ya Kitanzania. Ni rahisi mno unapotaka kupata hiyo fedha. Unapojiunga kwenye promo code utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa. Ukiandika neno Salamba kwa herufi kubwa utakuwa umeingia moja kwa moja kwenye bonus ya shilingi 300,000 na utaenjoy kweli kweli. Usipoandika neno Salamba kwa herufi kubwa basi usije ukanilaumu. Hiyo inakupatia wewe, tunaweza kumpatia mwingine yoyote. Fanya hivyo ili uweze kukomba fedha hizo kutoka Helabet. Lakini Helabet pia wanashirikiana na Jamvika na Salamba. Endapo utaamua na kuichagua Helabet, basi kila leo utakuwa pia unapata jamvi bure kutoka Jamvika na Salamba. Hii haijawahi kutokea, hii hauijui hii. Dominic Salama, tumalizie tu kwa namna ambavyo Young Africans wanacheza, namna ambavyo wanatengeneza nafasi na kupata matokeo kwenye kila mechi. Unaiona Young Africans ikifika mbali kimataifa, kwa sababu pia nafikiri utakuwa umewaona vigogo wengi wakiwa wanazisaka alama 3, wakiwa wanasaka taji la msimu huu kwenye kule Yanga ambapo wako kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika. Nafikiri kikubwa ni kwamba hizi ni mechi za mbinu. Ndio. Ni mechi ambazo unajiandaa kulingana na opponent wako jinsi alivyo. Tujue kwamba ligi yetu ichelewe kwanza. Kwa na mechi nyingi za karibu. Nilikuwa naangalia juzi Yanga wanaweza kuwa na mechi 3 ndani ya siku 7 kama sio 8. Yaani ukiangalia mechi ya leo toka mechi iliyopita ya ligi mechi na mechi nyingine, kwa sababu ratiba yetu kidogo ilikuwa imebana kwa kwanza. Kwa hiyo tutakuwa na mechi nyingi za karibu. Kwa hiyo wakati mwingine lazima uweze kuwa na mahesabu ya unakitaka nini katika mechi gani.
uweze kutumia bunduki kwenda kuua sisimizi kabisa. Kwa hiyo anayekuja unamwangalia na unampatia kile ambacho kinastahili kwamba kama atakuwa na uzito huu basi wape watu uzito wake. Anapomwangalia mwalimu anajaribu kutumia kile resource alionayo kipindi cha awali ambacho anaamini kwamba anaweza kupata matokeo ili na wengine pia wapate kupumzika. Sasa ukiamua kungania baadhi ya nyota itafika katikati utakuwa na wachezaji wengi ambao wana majeruhi na ndio ulikuwa unategemea, alafu wale ambao pengine ongeza kukusaidia katika mechi za kawaida muda huu uweze kutumia sababu ni mechi ngumu. Hii michuano kadri inavyozidi kusogea ndio inazidi kuwa migumu kwa sababu tunakuta timu ambazo ni ngeni katika hatua ya kwanza, hatua ya pili, ukiingia makundi mambo yanaongezeka. Kwa hiyo lazima uwe na benchi la ufundi ambalo liko much more technical kuweza kusoma opponent wako na kuweza kutafuta majibu ya magumu ambayo watakuletea katika mechi mtakayokutana. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba na waona wakiendelea kuimprove na kuongeza kasi kadri ya uhitaji kulingana na mechi husika. Na nimesikia baadhi wakisema kwamba pengine kwa hivi Yanga anavyocheza inaweza ikafanya mashabiki wake wakosa kwenda viwanjani. Yanga kwenda viwanjani waoga tu. Watu chanze kuangalia msimu huu. Yanga wamekuwa na uoga na wamekuwa hawana hiyo kariba. Kwa bora ambao walikuwa nao msimu wa Gamondi, sawa, tuitegemea kuona pengine wangekuwa wanaje viwanjani, lakini bado walikuwa viwanjani hawaendi. Tukashuhudia mechi ya finali ambayo iko nyumbani bado uwanja haukujaa. Kwa hiyo na ile Yanga ilikuwa katika bora wa juu ile anabi. Kwa hiyo kuto kwenda kiwanjani hakusababishwi na ubora wa timu inavyocheza. Ni tabia tu ambayo wao wanao ya uoga na kuto kupenda kuithamini timu yao hasa katika mechi za nyumbani. Just imagine Simba wapo katika bora mzuri kwenye Angalia mechi ya kesho, idadi yao inaweza kani kwa idadi nani? Yanga. Kwa nafikiri swala la kuto kwenda viwanjani lisilinganishwe na matokeo ya klabu au na aina ya Yanga inavyocheza. Ni watu ambao ni wazuri kulalamika lakini hawaisupport timu. Timu tumeiona ikiwa inacheza katika mpira mzuri wa pasi nyingi, ni bado ilikuwa inaomba watu waweze kwenda viwanjani. Kwa hiyo tunasema kwamba nafikiri mwalimu aendelee kupewa muda, azidi kuiandaa timu. Watu wanasahau kwamba msimu huu ligi imechelewa kuisha, wanasahau kwamba Piston ilikuwa ni fupi, wanasahau kwamba mwalimu amechukua timu kwa mafungu. Yote wanayasahau na watu wanachokitaka tu ni result, kwamba timu icheze mpira mzuri. Mpira mzuri unaandaliwa kimbinu na kimaarifa na kupata muda wa kutosha. Sio kitu ambacho kinakuja from nowhere tu. Lazima hao ni binadamu, wakae chini, waweze kupata kwa wakati, watengeneze chemistry iweze kuweza kuonekana. Sio tu unakuja mwalimu leo hii kesho unapata mbinu kitu duniani kipo pengine itakuwa Tanzania ndio nchi ya kwanza. Bwana, mimi nikushukuru wewe ambao ulikuwa nasi sako kwa bako. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli, akiwa na nguvu kubwa mno na Bat Quality pia. Hawa ni mabingwa kuzalisha bati aina zote, ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Njoo kiwandani na shilingi 22,000 tu unapata bati original. Rangi utachagua wewe, nyeusi, njano, kijani, lakini pia utachagua kwa hiyo 22,000 unataka mgongo mdogo ama mgongo mpana. Hii ndio Bat Quality. Hacha kuteseka, usubiri inyeshe ili ukinge panapovuja, wakati sisi tupo kwa ajili yako. Dominic Salama hapa amezungumza mengi na mazuri. Mimi naitwa Cisco na mimi sina la ziada. Nyuma ya kamera yuko Uncle Vuma Zena Busara Wailalika. Maasalam.